Nilikuja hapa last week but on Wednesday usiku nilikuwa mgonjwa sana, hata kutembea ilikuwa shida, nikaletwa hapa na pikipiki. Nimekumbuka sasa. Ndio. Nashukuru Mungu sasa hivi naendelea vizuri, hata nimerudi kazini. Umepona? Umerudi kazi? Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Na wewe upone kwa jina la Yesu. Vile unavyopiga shangwe na vigelegele, utakasike kwa jina la Yesu. Amen. Shangwe na vigelegele kwa jina la Yesu. Mama, hebu nielezee, ulikuwa unasikia hali gani? Haikuwa rahisi pale. Ndio, pole. Yesu amekuponya. Amen. Yesu amekuponya. Ni machozi ya furaha. Pe Yesu shangwe na vigelegele. Pole mama, pole. Malizia ushuhuda wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni mdogo wa yule Sara. Tulikuwa tumefunga shule ndio nikaamua nije nimtembelee. Ndio. Lakini sasa kulingana na hali yenye alikuwa hali mbaya. Sikuwa naamini kama leo pia angesimama kama vile. Pigia Yesu shangwe na vigelegele kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kupitia ushuhuda wake yule dadangu nimeamua tu mimi nitakuwa hapa. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Ushuhuda uponye watu kwa jina la Yesu. Ufanye watu wakoke kwa jina la Yesu. Pigia Yesu shangwe na vigelegele, usichoke. Usichoke ili Yesu akuguse. Nipe habari. Haleluya. Amen. Nimeingia hapa asubuhi nilikuwa naumwa na kichwa. Ndio. Paka alikuwa anamwambia dadangu, nimeingia hapa lakini nasikia vibaya sana. Sikuwa naamini kama hizi sifa zitanifungua hivi. Pigia Yesu vigelegele. Usiogope. Pigia Yesu vigelegele. Nimekwambia unapona kwa jina la Yesu. Kichwa kimepona. Kimepona. Wakati wa kumsifu Mungu. Nimeona tu nimefunguliwa. Sio wewe peke yako, na wengine pia wamefunguliwa katika jina. Haleluya. Amen. Mimi ni mwimbaji. Ndio. Nataka tu kuimba nyimbo moja la imba. Niweke beat. Imba. Ya praise. Muimbie Bwana kwa alivyokuponya. Harakisha. Katika jina la Yesu. Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Nabakia Mungu, nabakia Mungu, nabakia Mungu wa milele Bwana. Nabakia Mungu, nabakia Mungu, nabakia Mungu wa milele. Ulimfufua Lazaro, sifu Yesu kabisa. Amen. Nabakia Mungu, amen, wa milele Bwana. Nabakia Mungu, nabakia Mungu wa milele. Ulitembea juu ya maji, wanakuita wa miujiza. Unabakia Mungu wa milele Bwana. Nabakia Mungu, nabakia Mungu, nabakia Mungu wa milele. Yesu sadaka nzuri ya watu. Ulitembea juu ya maji, wanakuita wa miujiza. Unabakia Mungu wa milele Bwana. Asante. Pe Yesu sadaka nzuri. Ngoja sijamaliza kukuhoja. Alipokuwa anakuja hapa, wewe ulikuwa
alikuwa Ulibaki na watoto wake? Alikuja na nani hapa? alikuja na mume wake ambaye ni shemeji yangu. Hawezi kabisa. Yeye alikuwa hawezi. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Lakini alipotoka hapa, Hakika mimi tayari binafsi nasema yuko Mungu. amen. Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Amen. Na wewe unataka Mungu akutendee nini? Mimi nataka Mungu anitendee aliyo mema, yote aliyo mema nitendee. Mambo yote. Amen. Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Amen. Bado unasoma wewe? Bado unasoma? Ukimaliza kusoma tu hivi ufanikiwe na kazi kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Endelea. Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi mchana wa leo. Amen. Mungu ni mwema. Amen. Kwa majina yangu naitwa Monica Kavure. Amen. Nisimama hivi. Mimi Amen. ni mama watoto wawili. Ndio. Naishi pale bahari pale. Bahari Primary. Bahari Primary. Ndio. Jirani yangu huyu hapa ndo alinileta. Alikuwa akipita hapo kwangu ananiambia twende. Pigia Yesu makofi mazuri. Ai. Shika mkono wenzako walete kanisani. Namwambia Yesu sawa. yuko hapa. Namwambia sawa, enda mimi niko nyuma nakuja. Amen. Basi alikuwa akiendelea hivyo akiniambia twende, namwambia mimi niko nyuma nakuja. Ndio. Sasa wakati huo nilikuwa niko na ujauzito. Ndio. Nilipojifungua huyu mtoto wangu alikuwa na matatizo ya kulialia. Nikaja hapa mara ya kwanza kwa maombi. Ukaja ukaniombea pasta yule mtoto. Mara ya kwanza. Ndio. Mara ya pili nikaja tena. Hiyo mara ya pili nikakuitisha sala ya toba. Ndio. Ukaniombea. Ndio. Kwa hiyo hapa mimi ni mgeni lakini sio mgeni vile. Nimekuwa sasa mwenyewe kwa sababu Jumapili ya leo ni ya pili. Amen. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Amen. Amen. Na hizo ibada za katikati nilikuja mara 3. Ndio. Kusimama mahali hapa mimi mara yangu ya 5. Ndio. Nashukuru Mungu na anazidi kunitendea. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Amen. Mungu akutendee na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hayo tu na Mungu awabariki. Amen. Amen. Na mzee wako yuko hapa ndani. Simama. Mzee wangu yuko hapa. Hebu simama, njoo. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Haleluya. Haleluya. Amen. Waiteni wote waje kwa Yesu. Wewe kama mke wako hayuko hapa mlete. Shuhudia mzee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi namshukuru Mungu akiwa ni mzima na familia yangu. Amen. Furaha yangu nikiona niko pamoja na nyumba yangu katika mahali pasawa. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Amen. Hapa ndo tunashiriki na mke wangu. Amen. Tutakuwa pamoja hadi siku za mwisho. Shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele. Asante. Amen. Kwa wote Mungu ayabariki. Amen. Amen. Barikiwa sana mzee. Na hii ndoa yako ibarikiwe, mfanikiwe nyote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Amen. Kwa majina naitwa Hairi Nduku, nimeokoka. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Usiogope kushuhudia, shuhudia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi hapa ni mgeni lakini kutoka hii wiki niko na mara 3 kuja. Leo ni siku ya 4 kuja mahali hapa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa sababu yule ulikuwa akimba hapa ni mkaza mwanangu. Nilikuja naye akiwa asikii vizuri. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Na sasa kutoka hiyo mpaka saa hii tukija anapata maombi, ninazidi kuona Mungu akifanya nini, akimfungua. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu sana. Bwana Amen. asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu Bwana sana kwa sababu bila Mungu maisha ya siku hizi huwezi kutoboa. Bwana asifiwe. Hauwezi kusonga popote. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo mimi namshukuru Mungu kwa umbali alionitoa paka saa hii mahali nimesimama, ni neema yake tu. Amen. Kwa majina niwaambia naitwa Hairi Nduku, kanisa naabudu ninatoka Mariakani, kanisa yangu iko Mariakani. Abadant, na pastor wangu anaitwa Wafula. Bwana asifiwe. Amen. Na huku nimekuja kutembelea dadangu na dadangu amenipatia ushuhuda hapa, ndio maana hata nimeleta yule mkaka. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Dadangu ndio yule pale ameketi. Na wewe uwe na ushuhuda kwa jina la Yesu. Nashukuru sana, mbarikiwe na mbarikiwe. Si kesho tunaondoka, tunarudi Mariakani. Amen. Kwa hivyo mbaki na Mungu na awe pamoja nanyi saa hii na Amen. Vile mmetendewa mzidi kutendewa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa hivyo watu wanatoka Mariakani wanakuja kanisani. Wanakuja kupata kile ambacho Mungu anapatia watu hapa. Amen. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Barikiwa kwa jina la Yesu. Na wale ambao wanatutazama kwenye mitandao, uwe na ushuhuda.
ufike hapa kwa jina la Yesu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kidogo sauti yangu iko na shida. Lakini nina moja wapo kumshukuru huyu Mungu. Muongezee sauti kwenye kwenye mic. Nitendea katika maisha yangu ni makubwa na ni ajabu. Hiyo sauti ilienda lini mama? Kutoka nilikuwa hapa Friday. Inafunguka leo hapa. Amen. Leo. Amen. Vile unavyoendelea kuongea sauti yako ifunguke kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, ninashukuru Mungu sana. Amen. Tena sana. Ndio. Tena sana. Ndio. Manake ndio. Kwa Yesu sadaka nzuri ya makofi. Shangwe na vigelegele kwa jina la Yesu. Mwambie jirani hutakufa bali utaishi kwa jina la Yesu. Tuko na Yesu Bwana. Haleluya. Amina. Mama nashuhudia amepona huyu. Angelikuwa yuko mochari kama si Yesu. Lakini kwa sababu ya Yesu yuko madhabahuni anashuhudia. Yesu aponye watu wa kwenu kwa jina la Yesu. Akuponye na wewe kwa jina la Yesu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio. Ndio. Sauti inafunguka. Amen. Endelea. Mimi ni mkazi wa Bomani na shiriki kanisa la Voice of Hope. Mpasa wangu akiwa ni Safari. Ndio. Ndio. Nilifika sana kwa hospitali. Ndio. Nikatolewa damu nikapimwa. Kuna ugonjwa. Hawakuona ugonjwa. Ndio. Nikarudi nyumbani siku nikakesha. Ndio. Mpaka asubuhi. Ndio. Nafika asubuhi. Unakesha kuumwa tu. Sikuamsha mtu. Ndio. Nilipofika asubuhi kaja mamangu mdogo pale na rafiki yangu na mshirika wangu shiriki sana. Sasa kumbe ile hali siku nikafanya ndio. Rafiki yangu wa karibu ndio. Saa 11 kamili alifika kwa nyumba akapata ndio. Ndio. Ongea na microphone wasikie. Nikamwambia dadangu, mimi naona ninakufa leo. Unamwambia dadangu naona mimi ninakufa. Akaniambia ukufi. Ina imani kutakufa. Hiyo ni pigo tu, lakini utakufa, wanakutesa mwili. Pigia Yesu makofi mazuri. Mwambie jirani hutakufa. Endelea. Tukaomba. Baada ya kuomba tukatoka. Ndio. Tukaenda hospitali. Nafika kule na daktari akasema huyu siwezi. Acha apeleke kwa chifu. Nikarudi nyumbani. Ndio. Watoto wangu hiyo siku grade 9 na grade 6. Ndio. Wanahitajika shuleni kwa sababu ya sherehe ya kusherehekea. Ndio. Nikamaliza mtihani. Watoto wangu wakapata Watoto wanalia kwa sababu ya hali yako. Kile ambacho madaktari wameshindwa, Yesu anakiweza. Yesu akufungue kwa jina la Yesu. Pale mahali ambapo binadamu wameshindwa, Yesu anamalizia leo kwa jina la Yesu Kristo. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Hali zote ambazo unazisikia, Yesu anaziweza. Endelea. Nikamwambia wanangu, msilie, mimi nitakuwa sawa. Wakasema mama, kuna juzi jirani pale msichana fulani tulimzika, ugonjwa ni hiki. Wewe mama tena utapona kweli? Nikamwambia mwanangu, Mungu yuko na lengo na sababu. Pigia Yesu makofi mazuri.
Ndio. Mimi ni mama wa watoto 4 Ndio. na wajukuu wawili. Amen. Kumbe tuko na. Amen. Haleluya. Ni kazini yangu. Ni mtoto wa mjomba. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Jamani, walio na Yesu hawazeeki. Amen. Walio na Yesu hawazeeki. Bwana asifiwe. Ukiona mwenzako kama sura imenyoka, mwambie hujamshika Yesu vizuri. Mwambie jirani hujamshika Yesu vizuri. Amen. Endelea kushuhudia. Nilipofika hiyo Jumatano nilipotaliwa na daktari, nikapelekwa kwa chifu wa Pemba. Ndio. Nafika pale kwa kitanda. Mara nyingi naulizwa dadangu, Yesu makofi mazuri. Akamalizia tu. Amen. Nimefunguka. Amen. Nashukuru Mungu sana kwa hili dhehebu. Mungu awabariki watumishi wa Mungu pamoja na mtumishi. Amen. Mungu akubariki. Amen. Huduma yenye uko nayo ipande zaidi. Itapanda. Mpaka uje ufufue watu wenye. Pigia Yesu makofi mazuri. Asante. Mpaka uje usimame ufufue mtu mwenye amekufa wakati wake bado. Amen. Ile kuonewa. Amen. Unajua sisi wanadamu kama mtu umeenda wakati Mungu hajaruhusu. Amen. Kwa ile roho inalia kama msichana tunamzikana Jumamosi. Yule msichana alienda kama analia. Wow. Analia ilikosi kifo. Anaonyesha ilikosi kifo. Pigia Yesu makofi Lakini mazuri. Mungu, mimi mchana wa leo nikiwa niko hapa nasema Mungu asante. Nitaimba tu kidogo nyimbo. Imba, sauti imefunguka, imba. Nitaimba tu nyimbo ya Kigiriama kidogo. Mimi nikiwa Voice of Hope ni mwimbaji. Ndio. Nipa moyo Mlungu, nipa moyo Baba. Umilile sahere mfano wa Ayubu. Nipa moyo Mlungu, nipa moyo Baba. Ongeza sauti. Umilile shida sahere mfano wa Ayubu. Moyo Mlungu, Sauti imefunguka. nipa moyo Baba. Unasikia?
akubariki. Sauti imefunguka hiyo. Ubarikiwe, upone wewe na nyumba yako kwa jina la Yesu. Uombee watu wapone na wafunguliwe. Amen. Karibu. Amen. Watoto wawili. Ndio. Hii ni Jumapili yangu ya pili. Eka sauti vizuri. Hii Jumapili yangu ya pili. Ndio. Ilikuja ilikuwa Saturday. Ndio. Kuna mama mwingine ni rafiki yangu. Ndio. Kule karibu na nyumbani anashona. Sasa hiyo siku nilienda kwa hiyo duka yake tukasijui tulianza story gani? Nikamhadithia tu story yangu. Ndio. Nilipomhadithia akaniambia, sasa kuna pasta hapa karibu, mbona unahangaika hivyo? Twende. Nikamwambia nikaja kaa naye tukaongea. Nilikuwa na ile kijana pale. Ndio. Ukatupatia bahasha hiyo siku. Ndio. Ukasema tufunge, tuombe na tutapoenda kuomba tushikilie hiyo bahasha. Ndio. Tuseme mahitaji yako. Ndio. Sasa nilikuwa na mahitaji mengi sana lakini nashukuru Mungu sijui nende huko. Amen. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Lakini nashukuru Mungu siku ilikuwa hiyo Jumapili niliamini na nikasema napokea. Ndio. Na nashukuru Mungu hiyo wiki haikuisha. Ndio. Nikapata mafanikio. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Nilipata mafanikio kusema kweli. Ndio. Hata unasikia M-Pesa tinti. Shangwe na vigelegele kwa jina la Yesu. Pigia Yesu vigelegele wewe. Akuone unashangilia na wewe akutendee kwa jina la Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Ni nani amefanya hayo? Ni nani amefanya hayo? Ni nani amefanya hayo? Basi mpe sadaka nzuri ya vigelegele. Amen. Na wale wanatutazama kwenye mitandao nao wabarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Wangapo wanawakaribisha? Wangapo wanakaribisha? Mulika huko kote. Hao wote wanawakaribisha. Karibuni kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Endelea kushuhudia. Sasa nilikuwa na rafiki yangu huyo alituma M-Pesa ya kwanza, alikuwa yuko Germany. Rafiki yangu ni mwanamume. Alikuwa amefanya process niende Germany, kila kitu akanitumia kwa simu. After hapo vikazima akanyamaza. Lakini nilipokuja hapa alinitumia M-Pesa na akilia akasema, "Sijui nimekosa nini. Sijui nilikuwa nafanya nini." Pigia Yesu makofi wazo. Lakini sijui. Mtapigiwa simu kwa jina la Yesu. Alilia machozi. Mbona mimi sijui nifanye nini? Nilikuwa nakusaidia uje Germany. Mungu wangu, nitakusaidia uje. Nikamwambia pigia Yesu makofi. Chini. Wamezuiliwa na shetani lakini wataachiliwa kwa jina la Yesu. Amen. Pasipoti yako itaachiliwa. Amen. Visa yako itaachiliwa. Ukipiga shangwe na vigelegele linatendeka rohoni kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Nikamwambia tulia, kila kitu kitakuwa sawa. Wacha mapenzi ya Mungu afanyike. After hapo sasa niko kwa maombi. Kuna mtu akanipigia simu, ilikuwa siku ya Jumanne. Tumeenda kuchukua brada yangu pikipiki. Ndio. Aliponipigia simu nilikuwa niko Mtwapa, tuko mahali tunakula. Aliponipigia akaniambia, "Ni wewe Moza." "Ni nani?" "Ni kitambo sana kama miezi 4 iliyoisha." Akamwambia, "Ni mtu fulani lakini nataka siku ya Ijumaa tukutane." Tulikutana Kilifi hiyo siku. Tukutana Kilifi ananiambia story ya kuoa tena. Nataka nioe. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Maombi na kumtolea Mungu. Amen. Mambo yanafunguka kwa jina la Yesu. Haleluya. Waliokunyamazia wataongea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Pokea baraka zako. Pokea neema. Pokea nguvu. Pokea fedha. Mali zote. Ndoa safi. Katika jina la Yesu. Amen. Sasa alikuja juzi nyumbani kujuana na mamangu na ndugu zangu. Wakasema tutaenda kwao. So siwezi sema sana, wacha Mungu afanye mapenzi yake. Amen. Tunangojea hiyo harusi hiyo. Amen. Sasa pastor nashukuru, hata Mungu akuzidishie. Lakini hapa nimebaki na question mark.
kwa sababu kuna huyo wa Germany na kuna huyo ametokezea na kuna mwingine ambaye ni Mavricos. Sasa watu watatu nitaenda wapi mimi? Msijibu. Hilo ni jibu linatoka kwa Mungu. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Yule atakayetoa mahari, fuata huyo. Amen. Hao wote Mwenyezi Mungu yuko kwenye process. Amen. Yule wa kwako atatoa mahari nyumbani. Amen. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Asanteni. Na kama ni kwenda German na wapi, utakuwa unasafiri kama vile tunaendanga Majengo Mtwapa. Amen. Wewe utakuwa unasafiri nje namna hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Asante. Mungu akiamua kukubariki anakubariki kabisa. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Amen. Ambao hawajajenga wajenge kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Amen. 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 Kuna ujumbe nimepewa wa kwako, lakini nitakwambia nitakuelezea. Karibu ndugu. Bwana sifiwe. Amen. Naitwa Martin Safari. Amen. Kutoka Malindi. Umetoka Malindi? Bwana kutoka Malindi. Okay, karibu. Kwa kule mbona shukuru kanisa Catholic. Ndio. Lakini nikasema nikifika mahali nitafuta kanisa hata kama kuna Catholic ni ile nikiabudu. Ndio. Lakini kuna masaibu mengi sana ninapitia. Ndio. Lakini kufikia jana kawa nimefika mwisho kabisa. Ndio. Mimi tulizaliwa watano. Ndio. Na wale wote wakakufa mwaka baada ya mwaka. Yaani wanakufa mwaka baada ya mwaka. Ndio, mpaka wakaisha wote. Oh. Kataa kifo kwa familia yako. Sema hakuna kifo kwa familia yangu. Hakuna kifo kwa familia yangu. Unakombolewa kwa jina la Yesu. Sasa wa mwisho alikufa mwaka jana mwezi wa 7. Mdogo wangu. Sababu alikufa mdogo wangu. Akakufa mdogo wangu, akakufa babangu, akakufa mamangu, akakufa mdogo wangu pia. Alafu juzi ndio akakufa mdogo wangu, alikuwa akakufa juzi. Pole sana. Lakini hivi vifo vinafanana. Nilikuwa college, kapigiwa simu, dadangu amefukuzwa nyumbani na wazee wa Goma. Kauliza kwani wanasema alikosea tabia mbaya. Kauliza sasa kwani mtu akifanya tabia mbaya anafukuzwa nyumbani? Sasa heri kumchapa basi, kumfukuza. Mimi nikaendea yeye huko. Sema Jilore huko. Ndio. Kufika kule wakafukuza mama. Nilipata dadangu kule, mamangu amefukuzwa. Pole sana. Sasa dadangu ameenda kwa kina mama. Ndio. Mama naye akaja kule. Nikamwambia twendeni sote. Ndio. Alafu mwenye kufukuza afukuze nikiona. Niko mdogo hapo. Ndio. Kwa pale wao kumeletwa mganga. Ila kushuka pale wananiambia mimi nishike ile beseni nimekuwa na majani pale ndani. Ushike ile beseni. La mganga. Na maji pale na majani mingi pale. Na mavuo. Yanaitwa mavuo ya. Ndio. Sasa ananiambia nizungushe kila nyumba nje na ndani. Ndio. Naambia mimi sijakuja kwa hiyo shughuli hiyo. Nimekuja kwa kuleta hawa, mimi narudi. Ndio. Wakafukuza tena. Ndio. Watu wawili wakaenda huko. Wakawafukuza. Mimi nikawafuata tena. Ndio. Ile tunarudi hivi sasa. Kapanda gari ambayo inaenda moja kwa moja mpaka nyumbani. Ndio. Mimi nikisoma list stage na paki wote shukisha abiria ndio paki kwa kwetu. Ndio. Gari ikajaa, ikabaki mpaka ikajaa, ikaondoka. Ndio. Kama mahali ikawa imebebwa na abiria wengine na lori. Ikashukisha watu, alafu irudi ije chukua wengine. Ndio. Hapo bridge hapo wakashuka watu. Mimi nilikuwa nimeenda sita. Ndio. Karudi. Ikajaa tena watu. Hata kama nyao nikajiuliza hawa watu watapata wapi? Ndio. Mimi nikashuka hiyo gari. Ukashuka? Nikashuka hiyo gari. Ndio. Gari ikaanza wakabeba wakaenda. Mimi nikapanda gari ya nyuma. Ndio. Baada kufika hata kufika pale kwenye watu walishuka. Ndio. Gari ikaanguka. Kwa hivyo ni kumaanisha ulikuwa umetegwa. Dadangu akakufa hapo. Pole sana. Maki alikuwa hiyo gari isiendeko kwa bridge. Ndio. Akaenda yeye kwanza, gari ikamlalia. Sasa watu wanajaribu kuokoa watu wenye kwa gari. Kumbe sasa hawajui mtu anaumia hapa. Gari kuinuliwa
siku 2 baadaye wanapata kuna mtu anashika. Siku 2 baadaye. Pole sana. Hebu kabla hajamalizia ushuhuda huo, inua mikono yako juu. Tumuombee. Inua mikono yako juu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ombea kila roho za kifo zinazomwinda, roho za ufukara na wachawi wa kwao ambao wanakula familia yake. Mungu arushe radi. Ombea. Muombee. 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 Na wakamata hao wachawi nikiwa hapa madhabahuni. Kwa jina la Yesu Kristo. Huyu ndugu anafunguliwa. Yesu, huo shuhuda umenigusa sana. Huo shuhuda umenigusa. Yesu, huyu ndugu amelia. Familia yake imeisha. Familia yake imemalizwa. Lakini leo Bwana, naja kwako Yesu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye nguvu. Naomba ukalipe, maana kisasi ni juu yako Yesu. Naomba ulipe, maana kisasi ni juu yako Yesu. Katika jina la Yesu, roho zinazomuwinda, wachawi wanaomuwinda, moto wako utembee, moto wako utembee, moto wako utembee, moto wa Yesu utembee, moto wa Yesu utembee. Kila roho za mauti, wote wanaokuangamiza, wanaokutafuta kuangamiza mafanikio, nyota na kutaka kuangamiza roho yako, Mungu anawawinda na moto. Mungu anawawinda na moto. Mungu anawawinda na moto. Moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, in the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hautakufa bali utaishi. Familia yako ikombolewe, maisha yako ukombolewe, uwe tajiri wewe, uje ushangaze watu wa kwenu. Wewe uwe tajiri. Mungu alikuchagua, wewe ni mtumishi wake. Katika jina la Yesu Kristo natangaza, hautakufa bali utaishi. Hautakufa bali utaishi. Neema na baraka za Mungu aliye hai zitathibitika kwako kwa jina la Yesu. Damu iliyomwagika kwenu, ambayo ilimwagika bila hatia, aliyefanya hayo kwa jina la Yesu Kristo aondolewe kwa hii dunia. Aliyefanya hayo kwa jina la Yesu, kisasi ni juu ya Yesu. Na nena kisasi kwa wachawi wanaokuwinda. Na nena kisasi kwa wachawi waliowinda familia yako. Na nena kisasi kwa wachawi katika jina la Yesu. Amen. Yesu anafanya sasa kisasi. Na nena kisasi. Na nena kisasi. Na nena kisasi kwa jina la Yesu. Shuhuda umemgusa sana roho wa Mungu. Katika jina la Yesu, fungua nyororo zote alizofungwa ndugu huyu. Mfungue. Amevumilia kusimama hapa na amevumilia kusema shuhuda usira hizi kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, ndugu huyu afunguliwe. Kila vifungo ulivyofungwa na shetani na vifungua kwa jina la Yesu. Na vifungua kwa jina la Yesu. Na kata minyororo yote ya giza kwa jina la Yesu Kristo. Kila minyororo iliyofungwa na mapepo, minyororo iliyofungwa na wachawi, minyororo iliyofungwa na shetani, na ivunja kwa jina la Yesu. Ona ikivunjika katika roho, inavunjika kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho wa Mungu, funulia manabii wako hai, yaondoke yote kwa jina la Yesu. Magumu anayoyapitia, shida anazopitia, leo ni mwisho. Nimetangaza leo ni mwisho.
Leo ni mwisho wa shida zako. Leo ni mwisho wa mateso yako kwa jina la Yesu Kristo. Rai na boko laiza na boso kunavya. Lord ya maita ribosika. Riko na isanavya. Pela na boko laiza na boko lavya sekeneza. Ribela na boso kunavya sekeneza. Mtu atamke fire. Mtu atamke fire. Mtu atamke fire. Mtu atamke fire. Tunateka nyara falme za giza zinazomuwinda. Tukiwa hapa tunaziteka nyara falme za mapepo zinazomuwinda, falme za giza, falme za uchawi. Tunazichoma, tunazichoma. Fire, 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 katika nataka nijue siri kadhaa. Leteni huyo hapa. Leteni hapa. Msema naishi Malindi. Sasa unaishi hapa kaza. Kwani Malindi. Unaitwa Mjoka nani? Amen. Kwa jina la Yesu. Katika mji wa Changao, yeyote aliyemchawi pale ambaye amehangaisha watu wengi na kung'oa roho za watu wengi, kwa jina la Yesu Kristo ninamkamata. Namkamata na moto. Nakamata roho yake na moyo wake na mwili wake kwa jina la Yesu Kristo ni hai. Yeyote aliyemchawi pale kwa Changawa, nguvu na moto, nguvu na moto, nguvu na moto, nguvu na moto. Somebody say fire, 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 fire. Kila uchawi, kazi za uchawi naziharibu kwa Changawa. Kazi za uchawi naziharibu, na wachawi na waharibu kwa jina la Yesu. Fire, 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 fire. Shika huyo, shika huyo, shika huyo, asifike huko. Shika huyo, asifike huko. Shika. Fire, teketeza, wachome, choma, maliza, maliza. Fire, 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 fire. Shika huyo. Fire, 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 fire. Shika. Saidia, saidia, muondoe, muondoe, muondoe. Hawa wote ni wachawi ambao wanakusumbua. Muondoe. Wanakamatwa, wanakamatwa. Uchawi kwa Changawa unaisha, unaisha. Sasa hizo spirits ambazo zinamea pale kwa Changawa ndio hizi sasa, ndio hizi sasa. Mungu anazing'oa hapa. Wewe nakwambia unaenda kuwa na pesa, unaenda kuwa na pesa. Utaingia hapo na magari, watashangaa. Yesu ni mwaminifu. Sasa tunateketeza, tunachoma na moto. Mlinde huyu vizuri. Tunachoma na moto, tunachoma na moto, tunachoma na moto, tunachoma na moto, tunachoma na moto. Wale wachawi pale kwa Changawa wachomeke wote. Wale wachawi pale kwa Changawa waishe, waishe. Tunawateketeza. Fire, fire. Shika huyo anakuja, mshika anakuja, wao wanakuja. Choma, choma, haribu, haribu. Uchawi kwa Changawa unaisha kwa jina la Yesu. Wachawi wa mvua tunawachoma, wachawi wa mvua tunawachoma. Agano la uchawi linaondoka, agano la uchawi linaondoka. Fire, 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 fire. Katika na ng'oo la uchawi pale kwa Changawa, ule uchawi na uondoa. Na wale wachawi ninawaondoa pale kwa Changawa. Wale wachawi na waondoa, na waondoa. Wale wachawi na waondoa, na waondoa, na waangamiza. Neno la Bwana linasema usimwache mchawi mwanamke kuishi kwa jina la Yesu Kristo. Wamewinda roho za watu wa Mungu, wamemaliza watu wa Mungu.
lakini kuanzia dakika hii kwa jina la Yesu na wanyima uhai wachawi wote wa kwa Changawa, wote wanaomuwinda na wanyima uhai, wote wanaomuwinda na wanyima uhai, wanaomuwinda na wanyima uhai, lazima pumzi yao na wanyima uhai, wachawi wote, waganga wote na wanyima uhai. Sema fire, sema fire. Huo ni moto, huo ni moto. Kazi zao, viungo vyao viharibiwe, viharibiwe, viungo vyao viharibiwe. Shika huyu, viungo vyao viharibiwe, uchawi uharibiwe. Wana nguvu kweli kweli, na wamaliza nguvu, na wamaliza nguvu, na wamaliza nguvu, na wapokonya nguvu wachawi wote kwa jina la Yesu. Na wapokonya nguvu, na wapokonya nguvu wachawi wote, na wapokonya nguvu, na wapokonya nguvu, na wapokonya nguvu wachawi wote, na wapokonya nguvu, na wapokonya nguvu katika jina. Haleluya. Wote watashuhudia huyu akibarikiwa, wote watashuhudia huyu akitendesha magari kwa jina la Yesu. Atapaki gari yake hapa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na wamaliza nguvu wachawi wote katika jina la Yesu. Sasa ninakutoa katika agano la kifo, wewe na familia yako, na kutoa kwa agano la kifo, wewe na familia yako, na kutoa kwa agano la kifo, wewe na familia yako. Jina lako, jina lako katika kitabu cha kifo ninalifuta. Jina la familia yako ninalifuta kwa jina la Yesu. Kwenye kitabu cha kifo ninakufuta kwa agano la kifo, ninalivunja kwa familia yako agano la kifo. Nalipomoa, 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 nalipomoa katika jina. Natangaza katika roho, huyu ataishi hata kufa kwa jina la Yesu. Ataishi hata kufa kwa jina la Yesu. Naweza kuniambia sasa nini mlikuwa mmepanga na yeye? Harakisheni kabla sijamaliza. Nini mlikuwa mmepanga na yeye? Sema haraka. Hebu saidia microphone pale. Ha? Mmepanga nini? Sema tena. Kumaliza. Mmepanga kumaliza. Sema vizuri. Maliza huyo. Simu. Ndio yeye peke yake. Ndio yeye peke yake. Yeye peke yake tumalize. Hamtamweza kwa jina la Yesu. Sana najua yeye. Huyu ni wa Yesu. Huyu ni wa Yesu. Kwa hivyo ana bahati. Ana bahati. Kwa Yesu sadaka nzuri ya makofi. Bahati hiyo ndio ile mleta hapa kwa jina la Yesu. Sasa mmeweka misingi gani pale nyumbani? Mmeweka misingi gani? Sema. Sema. Kwani wewe ndo nani? Kwani wewe ndo nani wewe? Wewe ndo nani? Wewe ndo nani? Namkamata kiongozi wao. Namkamata yule kiongozi wa uchawi na kushika. Ndo wewe? Ndo wewe? Wewe ndo kiongozi wao? Ha? Wewe ndo kiongozi? Ha? Wewe ndo kiongozi? Haya, chomeka sasa. Chomeka sasa. Na kuchoma. Wewe na uchawi wako. Wachawi wote na wateketeza. Na wachoma. Sema siri zako sasa. Sema siri zako. Sema siri zako. Harakisha. Sema haraka. Sema haraka. Sema siri zako. Atasema mpende mkataa. Sema. Haya. Hata asifika kule kwa bomba. Umeambiwa anakuja kufanya nini? Kwa jina la Yesu. Atafika. Tena anakuja na magari. Na anakuja na magari. Inua mkono wako juu.
Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naachilia radi. Naachilia radi. Kwa mji wa Kochangao. Kwa mji wa Kochangao. Naachilia radi. Naachilia radi. Kila uchawi. Kila uchawi. Mahali pale. Mahali pale. Na ung'oa. Na ung'oa. Kila uganga. Kila uganga. Mahali pale. Mahali pale. Na ung'oa. Na ung'oa. Kila uchawi. Kila uchawi. Mahali pale. Mahali pale. Na ung'oa. Na ung'oa. Naachilia radi. Naachilia radi. Sema kwa nguvu. Naachilia radi. Naachilia radi. Naachilia radi. Radi za moto. 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 Kwa ule mji. Kwa ule mji. Radi za moto. Radi za moto. Sema fire. Fire. Kwa nguvu zako. Fire. Sema fire. Fire. Sema fire. Fire. Sema fire. Fire. Sema fire. 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 Katika jina la Yesu Kristo. tunazima pumzi ya wachawi. Yes. Tunazima pumzi ya wachawi. Yes. Katika mji wa Kochangao. Ndio. Nazima pumzi yao. Ndio. Wafe na presha. Ndio. Nazima pumzi yao. Yes. Kwa jina la Yesu. Yes. Inatosha. Ndio. Walivyonyanyasa watu. Ndio. Walivyoua watu. Yes. Inatosha. Ndio. Pumzi ya wachawi wa mvua. Yes. Ninaizima. Ndio. Pumzi ya waganga. Ndio. Ninaizima. Zima. Kwa jina la Yesu. Ndio. Wachawi vigogo. Yes. Nazima pumzi yao. Ndio. Ikate mara moja. Malaika wa kutoa roho atoe roho za wachawi katika huo mji, atoe roho za wachawi, kama ni majirani. Yes. Au kama ni watu wa familia. Yeah. Au kama ni wa karibu. Yeah. Kwa jina la Yesu. Yes. Kwa jina la Yesu. Yes. Nazima pumzi zao wale wachawi, wale waganga. Sema fire. 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 Katika jina la Yesu Kristo. Haya, pigeni nduru mwende. Haya, piga nduru kia. Haya, nenda. Nendeni. Nendeni kuzimu. Nawasafirisha kuzimu. Nawasafirisha kuzimu. Inua mkono wako juu. Tunasafirisha wachawi wote kuzimu. Hawana nafasi sasa. Kwa jina la Yesu. Haya, tunawaingiza huko. Tunawaingiza huko. Tunawaingiza kuzimu. Wachawi wote tunawaingiza kuzimu. Hata yule mchawi wako ndio anayekusumbua kwa jina la Yesu. Yes. Na muingiza kuzimu. Ndio. Anayekunyonga usiku. Ndio. Na muingiza kuzimu. Yes. Na waelekeza kuzimu. Ndio. Moja. Yes. Moja, sema fire. Moja. Fire. Pili. Fire. Tatu. Fire. Nne. Fire. Endeni. Fire. Enda. Fire. Peace out Yesu. Fire. Endeni. Yes. Peace out Yesu. Fire. Endeni. Fire. Peace out Yesu. Fire. Enda. Fire. Piga nuru. Fire. Piga nuru. Fire. Nne. Fire. Tano. Fire. Sita. Fire. Saba. Fire. Fire. Katika jina la Yesu. Nani azefu wako kweli? Nani azefu? Haya, enda. Enda, go. Enda mara moja, enda. Katika Jina la Yesu. 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 Ina mkono yako juu, sema asante Yesu. Asante Yesu. Kumkomboa ndugu Kwa huyu kukomboa ndugu huyu. kuanzia leo. Kuanzia leo. Mimi ni wako Yesu. Mimi ni wako Yesu. Uendelee kunitawala. Niendelee kunitawala. Uendelee kuniponya. Uendelee kuniponya. Hakuna kifo Hakuna kifo. kwa ndugu yule. Kwa ndugu yule. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Baba, Kwa jina la Baba. la Mwana La Mwana. na la Roho Mtakatifu. Na la Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Asante sana. Wasaidie wasimame. Asante. Nimaliza. Kwa jina la Yesu. Kiwa hapa upone kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna ajali juu yako. Natabiri juu yako. Hakuna ajali. Hakuna mauti kwa jina la Yesu Kristo. Pole sana. Ndio. Ndio. Usishtuke. Uko na Yesu sasa. Hapa nitakuombea tena sana. Unafaa
Wacha nikuombee. Neema ya Kristo iko pamoja na wewe. Hakuna ajali tena mbele yako kwa jina la Yesu, wala vizuizi vyovyote hakuna. Na nakwambia wewe utanunua gari lako wewe. Utanunua gari lako wewe. Mungu ni wa maajabu. Anafungua njia pasipo na njia. Pale hapana mlango, lakini anapofanya mlango, Mungu anakupitisha kwenye huo mlango wa baraka kwa jina la Yesu Kristo. Naondoa kifo kwa maisha yako kwa mamlaka niliyopewa na Bwana. Naondoa ajali juu yako kwa mamlaka niliyopewa na Yesu. Kwa mamlaka tuliyopewa tunaondoa ajali. Kwa mamlaka tuliyopewa tunaondoa mauti katika jina. Wale ambao wanatutazama kwa mtandao, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kama kuna roho za ajali wanapitia, ziondoke kwa jina la Yesu. Yeyote aliyepanga mabaya juu yako, yaondoke kwa jina la Yesu. Yeyote aliyepanga mabaya juu yako, yaondoke kwa jina la Yesu. Mitego waliokuchimbia waingie wenyewe kwa jina la Yesu. Wanaswe wenyewe kwa jina la Yesu. Na divert hiyo mauti iwaregelee wenyewe katika jina la Yesu. Wale ambao wako hapa, kila roho iliyotumwa kwako ili kukuangamiza irudi kwa aliyeituma kwa jina la Yesu Kristo. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Njoo hapa. Piga magoti. Saidia uje mshikie mikono. Nyosha mikono yako juu, harakisha. Haraka. Nyosha mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi mnyonge. Mwenye dhambi. Nisamehe. Dhambi na makosa. Namkataa shetani. Na kazi zake zote. Na kukubali wewe Yesu. Uwe Bwana. Na Mwokozi kwa maisha yangu. Ulibisha ndani yangu. Nami sasa nafungua moyo wangu. Ingia ndani yangu. Ule nami. Futa jina langu kwenye vitabu vya mauti, vya dhambi, vya hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Utakaporudi usinisahau. Na kuanzia sasa najitenga kabisa na kazi za yule mwovu. Kuanzia sasa ninaamini takuwa mzima na afya zangu kila saa na kila dakika. Na kuanzia sasa nimefanikiwa kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yangu, katika jina la Yesu namkabidhi ndugu huyu mikononi mwako. Naomba tangu sasa awe salama, maana rohoni mwako sote tuko salama, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama vile wewe Yesu hai, huyu naye awe hai kwa jina la Yesu. Tangu sasa shetani hana nafasi naye. Namzunguka kwa damu takatifu ya Yesu. Namzunguka kwa damu takatifu ya Yesu. Ulinzi wa Yesu Kristo katika jina la Yesu. Kama vile rais hulindwa, huyu naye alindwa na malaika wengi kwa jina la Yesu. Mfanikishe kila afanyalo. Bwana, bariki kazi ya mikono yake. Bariki mikono yake kuanzia sasa. Bariki mikono yake kwa jina la Yesu Kristo. Yesu umemuona, kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Naweza kurudi pale uketi. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Mumba, uko hapa? Njoo hapa tafadhali. Njoo. Sikiliza. Unapoambiwa mambo ya rohoni, yashike. Saidia microphone. Wale wenye kushika microphone kwa. Harakisha, huyu anachati huyu. Toa shuhuda yale Mungu alikufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namshukuru Mungu. Mimi ni mzima wa afya. Amen. Hapo nyuma nilikuwa mlevi sana, namshukuru Mungu. Ndio. Ila nilipokuja nikagonjeka, pastor alikuja nyumbani kwangu akaniombea. Ndio. Nikaona Mungu amenitendea.
Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Wewe naambiwa ulikuwa umeaga kabisa, wewe ulikuwa unaaga, umewaaga sasa. Namshukuru Mungu alinitendea. Niliumwa kiwango kikubwa sana. Ndio. Nikaaga, akasema watoto wangu wapigiwe simu ili nije kuwaaga. Ndio. Lakini nashukuru Mungu, baada ya maombi nikapewa siku 7 za kupona. Ndio. Basi namshukuru Mungu, ni mzima wa afya kabisa. Pigia Yesu makofi mazuri. Katika jina la Yesu. Uliumwa wiki ngapi? Niliumwa wiki 2. Wiki 2 nzima? Wiki 2. Uko kitandani unaumwa? Kitandani. Lakini baada ya siku 7 ukafanyaje? Baada ya siku 7 namshukuru Mungu alinitendea mpaka kufikia saa hii. Ndio tuko na nyinyi hapa. Pigia Yesu makofi mazuri. Siku ya kwanza nilipoingia pale sikuamini. Niliona amejifunga shuka hivi. Yuko kwa kitanda pale. Anagoroteka. Sijui kama nimekosea, lakini nafikiri sijakosea. Anagoroteka. Amen. Tumbo linanguruma. Ninasikia kabisa kwa sauti yake. Nililia machozi wakati wa maombi. Nikamwambia Yesu, jitukuze. Naomba mfungue. Na Mungu akanielekeza, akaniambia nimenena nao, nimezungumza nao, nimewaonyesha kile ambacho kiko mbele yao. Kwa hivyo unapoomba nitakiondoa kwa jina la Yesu. Mungu alikuwa amewaonyesha kaburi. Amen. Lakini kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, lile kaburi Mungu akasema naliondoa katika jina la Yesu, na Mungu akaliondoa. Bwana asifiwe. Nikamwambia wale waliotaka kuchimbia hiyo kaburi ndio uingie, wataingia wao. Kesho asubuhi wewe utaamka, utatembea, wewe utatembea. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Ilikuwaje ulipoamka tu? Nashukuru Mungu, nilipofika asubuhi ndio niliweza kutembea. Ndio. Hata pastor alipokuja alipata nimetoka ramuzi zangu. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Nilipoenda siku nyingine shangaa, huyu si ndo alikuwa kitandani, sasa yuko nje. Amen. Asante sana. Uzidi kufanikiwa. Asante kwa kila jambo unalofanya, ufanikiwe. Amen. Ununue magari, ujenge katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Kuna wale Yesu amewatendea, usiogope kuja kushuhudia. Njoo hapo mshuhudie Mungu. Njoo. Kuna wale wametendewa na Yesu. Kuja. Ukiogopa kushuhudia, unapoogopa kushuhudia, hakuna siku utawahi kufanyiwa, maana anajua unajifunga. Wale 10 walipoponywa, wangapi walirudi? Mmoja peke yake alirudi. Yesu akasema wengine wenzako wako wapi? Akasema mimi sijui. Yesu akamtabiria baraka ya milele, upone kabisa milele yote. Amen. Shuhudia kwa dakika chache. Bwana asifiwe. Amen. 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 Mimi mzima na afya zangu zote. Ndio. Lakini naona mkono wa Mungu ukimtendea sana. Amen. Manake mimi nimefanya kazi, ni matajiri. Ongeza kidogo. Hawanilipi. Punguza hiyo. Amen. Ndio. Nikifanya kazi na tajiri, anilipi. Nikipata hivi nyingine nauza shamba, ploti, sitaki. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Haraka haraka. Lakini naamini Mungu yuko. Amen. Sasa niko hapa, nimejua mengi na Mungu. Na karibuni nitaondoka na wacha wazima. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nadaiwa nyumba miaka 2. Ndio. Nasikia kwa Bwana asifiwe. Ndio. Na afya zangu na miaka 2, lakini Mungu ananitendea. Ndio. Naye na Mungu awabariki. Amen. Amekutendea yapi Mungu? Amenitendea manake mwenye nyumba alinipigia akaniambia atakapozake, nikamwambia ningojee na Nairobi nitapatia mzangu. Kwa hivyo sasa hivi umeahidiwa kazi Nairobi. Naidiwa kazi hapo ndani karibu na Nairobi hapo. Kwa hivyo hivi karibuni utaenda. Hivi karibuni nitaenda. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Amen. Yale Mungu amekutendea njoo yaseme hapa. Inuka uje. Harakisha. Inuka uje haraka. Harakisha.
Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asalimu kwa jina la Yesu. Amen. Mimi mnayeniona hapa nilikuwa na shida nyingi, hata nilikuwa sijui nianzie wapi wala nifikishie wapi. Ndio. Nilikuwa mwanzo nilikuwa nimeandikwa kazi. Hiyo kazi nilikuwa nikienda huko kazini nafanya leo na kesho kutwa nafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nikawa na kilio cha kazi ndani ya nyumba, pia mzee wangu ikawa ni shida. Yaani maelewano hatuelewani, yaani hatukosani lakini simuelewi. Fanya haraka mama. Amen. Ilipoendelea ikawa inaendelea hivyo hivyo ndani ya nyumba yangu. Watoto wangu wakaja wakashikwa na kitu, yaani mwezi mmoja tayari watoto wangu wakawa shule hawataki kwenda. Mimi kazini nafuta, watoto wa shule hawataki kwenda. Nasema hiyo wakifika kule shule hawaoni walimu kwa ufupi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa iliendelea vile vile, nikawa sasa nimechanganyikiwa. Huku ndani ya nyumba kuna shida, kazini kwangu kuna shida, wanangu wana shida. Ikaendelea hivyo hivyo, nikaja nikashikwa na hiyo tumbo la ulcers ambalo lilikuja likanizuka. Nikazunguka, nikawa sasa naenda nikiombewa. Nikaenda huku na huku, wanangu huku shida, mimi mwenyewe shida, ndani ya nyumba shida. Nikawa sijui niende wapi. Lakini nilipomkubali huyu Yesu, nikamwambia Mungu, sasa angalia, manake ni mahali nilipofika, nimefikia mwisho. Sasa kama nikufa wacha nikufe, na kama nikuinuka wacha nisimame. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iliendelea hiyo hali, ikawa sasa nimefika kabisa mwisho, nimefika yani nitakapokaa nalia. Mtoto wangu msichana anaitwa Tina yuko hapa, akaja akashikwa na ugonjwa ambao alikuwa sijui wa ugonjwa. Sasa mimi nina vita vya kuwa kazini, ugonjwa, watoto, yani nimekuwa balaa hapo ndani, sijui niende wapi. Nikaendelea hivyo hivyo. Sasa mimi nakulia na nikilia nalia kwenye madhabahu, naenda nakimbia kanisani, nalia, natoka naombewa hivyo hivyo. Siku moja mtoto wangu akapona. Alipopona mtoto wangu, bado mimi mwenyewe ndio ikawa haiwezekani kabisa, hata alikuwa ndo nakufa, manake ilikuwa ni choo changu mimi ilikuwa ni damu mbele na nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Simufichi, ilikuwa nimefika mwisho. Wanangu nao mara unasikia huko shule sijui kumeanguka, lakini Yesu akakuponya. Lakini sasa kati ya vita hivyo vyote ambavyo nimepitia, nilimwambia tu Mungu, mimi mahali nimefika mwisho, nasimama na mimi, na Mungu sahihi amesimama na mimi, ni mzima pamoja na wanangu. Yesu sadaka nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukimtegemea huyu Mungu hakuna kitu utashindwa. Mungu atasimama na wewe, mbariki. Pe mwenzako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Luster na nimeokoka na mpenda Kristo. Yesu asifiwe. Kwetu pia kuko kama hivyo, kwamba kila mwaka kupoteza watu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mwenyewe nimejaribiwa mara nyingi ya kwamba nikufe, lakini Mungu ananipenda. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So we encourage my brother. God amekuchoose. Bwana Yesu apewe sifa. Amekuchagua. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Nilikuja hapa hivi mimi nikiwa sipo tena. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nilikuwa nimeenda. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maana ukifikia hatua ya kwamba unaongeleshwa mpaka na wale wenyewe wamepita tayari, wewe basi huko katika ule Mungu tena. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini kwa kukanyaga mali hapa, namshukuru Mungu na ninayo sababu ya kusema Yesu ni Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nilikuwa nimekosa matumaini na nimeisha kabisa. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Nimesaulika. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini hapa nimepata tumaini. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa Mungu. Yesu akutendee na wewe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Wale ambao wako nje wanasauliwa. Haleluya. Lakini wewe uliyevumilia hapa ndani, barikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kwa hivyo Mungu atutie nguvu, na Mungu ana sababu katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sitakuwa na nyinyi kwa muda kidogo. Na crusade tuko nayo mbele yetu. Naomba niende huko, na nikifika huko na waneche. Wasalimu wapendwa wa Mungu katika jina la Yesu. Na nyinyi mbaki na amani ya Bwana. Amen. Nakumbuka akija hapa alikuwa ameshikiliwa na wenzake. Alikuja na grupu la watu hapa. Kichwa kinamuuma kweli, analia. Grupu la watu. Pastor, kuna mgonjwa huku yuko hali mbaya. Niko nyumbani pale na kunywa chai. Amen. Nikatoka mbio nikaja. Kufika hapo ni dada yetu. Analia kweli. Ukiona grupu la watu limeleta mtu namna hiyo, roho yako hata wewe inataharuki. Roho yangu ilitaharuki. Ala haya sondoe anayesemwa haya. Umwe na kichwa marafi. Amen. Na huo siku hiyo
kabla ya kichwa kumpata. Roho Mungu alikuwa amesema kanisani kuna mtu amevamiwa na roho ya mauti. Bwana asifiwe. Tulivyoomba hapa, nilimwambia wewe kesho utakuwa mzima kabisa mpaka watu watashangaa. Akaenda hospitali, hakukutwa na ugonjwa wowote, kwa hivyo hakutibiwa. Amen. Ilipofika asubuhi, uzima ndo huo, akawa mzima hata leo. Pigia Yesu makofi mazuri. Mungu akutendee mengi. Nilikwambia wewe ni mtumishi wa Mungu. Nani anahubiri hapa? Sio wewe. Nani anahubiri kwa injili? Ni wewe. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Mnakumbuka kwa ibada ya kesha hapa Mungu akizungumza? Si mnakumbuka kwa ibada ya kesha? Wangapi walikuwa kwa ibada ya kesha hapa? Mungu alikuwa anazungumza habari za vipawa na akamchagua, kamwambia nilikuchagua tangu mwanzo, fanya kazi yangu, takuinua na utapata ndoa kwenye hiyo kazi yangu. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi. We mama njoo. Sio wewe, ni huyo hapo nyuma. Harakisha, mwambie mwenzako hatujatoa sadaka, bado ni kipindi cha ushuhuda. Kama una haraka nenda nyumbani, unaruhusiwa, lakini ujue utakosa neema. Njoo, shuhudia Yesu mama, usiogope. Yesu akufanyie mengi zaidi. Amen. 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 Na huwa sijui ni haya hata sielewi shida iko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wacha niwashuhudie tu wema wa Mungu. Amen. Mahali aliponitoa na mahali aliponifikisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakika wapendwa, nilipokuja hapa nafikiri kuna wangapi waliniona siku ya kwanza nikiingia hapa. Ile siku ya kwanza kabisa, Jumapili ya kwanza nilipoingia hapa. Ni wangapi waliniona? Wamesahau wote ama mlinisahau wakati nilipoingia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakika wapendwa, nilipoingia hapa niliingia nikiwa na machozi, nikiwa nina huzuni, nina mateso. Yaani niliingia hapa nilikuwa na hali ngumu. Nakumbuka mara ya kwanza nilikuja nikasimama hapa nikawashuhudia ya kwamba mchungaji ndiye amemtuma mume wangu nije hapa, kuna mambo mawili matatu anataka kutushuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipofika hapa mtumishi tulipomuona akanielezea na akaniambia, mama, huo ni ujumbe wangu nilikuwa nakupatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nilipofika kule kanisani kwangu, nafikiri nilijukulikana kama nimekuja huku. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa rahisi, ilikuwa hali ngumu. Sasa nikaonekana nimeenda chukua mambo mabaya nikapeleka kule. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ilibidi nifanye kutengwa. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nilitengwa kiasi cha kuwa hata nikiingia kanisani hivi ninaonekana mimi ni pepo nimeingia kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninaweza shirikiana wenzangu hivi kumfanya jambo. Sasa nimetengwa, wanafanya mambo yao peke yao. Bwana Yesu asifiwe. Nikiangalia mama mchungaji ndiye alikuwa amenishika mkono, naye ameniacha ameshikana na ile group ambalo lilikuwa limetenga. Bwana Yesu asifiwe. Anakusema Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, nilikuwa na hali ngumu, nilikuwa ninalia, sijui niende wapi, sijui nitokeze wapi. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema natulia nyumbani, ninaambia kuna ujumbe wa Mungu umetoka, unaambia wewe ufanye kazi ya Mungu ndio upate kubarikiwa. Mara nikisema nifanye hivi, naambia asivyo, wewe Mungu ameleta ujumbe, amesema ufanye hivi ndio upate Bwana wako apate kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nilikuwa na hali ngumu. Wapendwa, nilikuwa nina kipindi kigumu, moyo wangu ulikuwa unalia kila masaa. Bwana Yesu asifiwe. Ikapitia mahali nikasema si ni bora tu nifanye kazi ya Mungu. Nikiangalia mahali na shiriki ni mbali atakafea, sina fea. Bwana Yesu asifiwe. Ninajitoa kwa nguvu zangu na mwili wangu, ninaingia katika nyumba ya mtumishi, ninafanya kazi. Ni wangapi ambao walikuwa wananiona nikifanya kazi mji wa Taliban? Naomba wenye ambao walikuwa wananiona wainue mkono. Bwana, hakika wapendwa, alikuwa anapitia kipindi kigumu. Ninarauka kwangu, naenda fagia, ninaosha choo, ninaosha kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi ninatafuta amani kwa nyumba yangu, nafuta uzima. Bwana Yesu asifiwe.
Ikapita mahali ukawa nikifanya ile kazi, Mungu nana ni nani, nikifanya ile kazi napeleka ushuhuda, bwanangu amefanyikwa hivi, bwanangu amefanyikwa hivi. Wale wanangu wenzangu wakiona nimefanywa vile, wanaanza nipelekea maneno kwa ule mama mchungaji. Mama Kezena ana kiburi, mama Kezena ni mchafu, mama Kezena sijui yafanya hivi. Nasikia moyo yaani nasikia moyo umebeba hata kupita kiasi. Nikasema sasa hapa mimi imefika mwisho. Sasa hii nimefika mwisho. Bwanangu akaniambia, mama basi siuache twende kule kwangu. Nikamwambia mimi sitaenda mahali, nimechoka kuzunguka. Huyo Mungu ananiona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mamangu akija ananiambia, mwanangu angalia venye umekonda hata kula uli, ukija kwangu hata nikikwambia unywe chai huwezi kunywa chai. Kwani shida yote ni kwani wale ambao wanamtafuta Mungu wanapitia hali kama hii? Nikamwambia, mama niacheni tu niombeeni Mungu tu, wakati wa Mungu ukifika atanitoa mwenyewe kule mahali. Bwana Yesu asifiwe. Hakika wapendwa, nashukuru Mungu. Nilipokuja hapa nashukuru Mungu, mchungaji hapa nilikuja nikamuelezea akanipokea. Nikamwambia, mtumishi mimi hapa nimefika sijui nifanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi akaniambia, mama mimi sikwambii kaa hapa ama sikwambii nenda. Chenye ninakwambia njoo ukifuatia mafundisho ya hapa, uje ukisikia mafundisho, ukiona wenzako venye wanafanya, na Mungu mwenyewe atatoa njia juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hakika wapendwa, sikufunjika moyo. Nikasema mimi Mungu nataka siku yako ukikamilisha niende pale mahali. Niliporudi kule nyumba, nafikiri wenzangu walijua kwa mama Kezena ameenda kanisa la toka kanisa la kwa Kirima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa wenzangu akikaa ameenda kwa Kirima, sijani naambua maneno mengi mpaka mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Kwa Kirima kwa Pastor Alex. Yaani sijui hata nifanye nini. Lakini siku ilipoamua nilikuja nikasema sitashuhudia. Wacha siku miujiza hapa nikiipata, hiyo siku ndio nitasimama nishuhudie. Bwana Yesu asifiwe. Hakika Mungu hapa ni mwema. Mungu hapa anatenda. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, nilipoamua tu leo nimetoka kule waje nianze kushiriki kanisa la hapa, haikuwa rahisi. Ilibidi nitengwe mpaka mamangu mwenyewe mchungaji hawezi tuma mtoto wake kwa kuchukua moto kwa jiko langu. Mama mtumishi alikuwa hawezi niambia mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Mamangu alikuwa hawezi hata kuniangalia. Walinitenga na wakanikataa. Ni kama venye Wakamba usema ukitupa jongo tupa kabisa na kijiti chake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi walinitupa kabisa na kijiti. Waliokukataa watakusalimia kwa heshima kwa jina la Yesu. Amen. Unaona ibada ambayo inaenda kufanyika hapa katika masaa ibada ya mafuta, atakayeguswa na haya mafuta hakuna kukataliwa tena kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaja nikamwelezea mtumishi maisha leo napitia yenye anafanya. Mtumishi akaniambia, mama hata usijali, Mungu yuko hapa. Wewe njoo.